إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها عباد الله، بعدكم محمدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي زيادة سالنا سلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala na kuacha makatazo yake, na hawa ndio wacha Mungu, ndio ambao watakaofaulu fi hadhihi alhayati ad-dunya wa fil akhirah, katika maisha haya duniani na maisha ya akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, innal wajiba ala kulli muslim, hakika kilichokuwa cha wajibu kwa kila muislamu, an yaisha hayatahu khaifan, aishi maisha yake katika ulimwengu huu wa dunia, min an yaqa fi ayi dhanbin, aishi hali ya kuwa akiwa na hofu ya kuingia katika dhambi ya aina yoyote, awe na hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kufanya madhambi. Ni wajibu wa kila muislamu awe katika hali ya hofu juu ya kuingia katika madhambi, dhambi ambayo kwa hakika zinamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد, na jambo kubwa ambalo inatakiwa kwa mja aweze kuliogopa, kwa muislamu anatakiwa aweze kuliogopa, wa an yahrisa ala ittiqai, na afanye pupa kujiweka mbali na dhambi hiyo, wa an yujahida nafsahu ala albu'd anhu, na apigane na nafsi yake, ajitahidi juu ya nafsi yake kujiweka mbali na hayo madhambi. Na dhambi yenyewe ambayo ndiyo kubwa, lazima mja ajiweke mbali nayo, ala wa huwa shirku billahi subhanahu wa ta'ala. Dhambi yenyewe ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala.
hakika ushirikina ndiyo dhambi iliyokuwa kubwa katika mgongo wa ardhi, na ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuma al-anbiya war-rusul kuja kuwalingania watu kutoka katika ibada za ushirikina, kutoka katika shirki, ili warejee katika tauhid. Kwa hiyo shirki ndiyo dhambi iliyokuwa kubwa, na ndiyo ambayo atakiwa wewe Muislamu ujiweke mbali nayo, kwa sababu huwa a'zam, ni dhambi iliyokuwa kubwa, wa aqbaha dhulm, na ndiyo dhulma iliyokuwa mbaya zaidi. Kama qala Luqman libnihi, kama alivyosema Luqman kumwambia mwanae. Allah subhanahu wa ta'ala aelezea, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushriku billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Wa idh qala Luqman libnihi, pindi alipomwambia Luqmani mwanae. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa salafu na salih, waja wema waliotangulia, wakiwahusia familia zao, wakiwahusia watoto wao. Angalia usia wa Luqman kwa mwanae, hakuwa ni mwenye kumuhusia kwamba angalia mashamba, angalia mali kadha na kadha, lakini akamwachia wasia mkubwa. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu, na pindi ambapo Luqman alipokuwa akimpa mauidha, akimwambia mwanae, ya bunayya, ewe mwanangu, la tushriku billah, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, jiweke mbali na ushirikina. Kwa sababu gani? Inna ash-shirka la dhulmun 'adhim, kwa sababu ushirikina ni dhulma. Na ni kwa sababu gani ni dhulma? Kwa sababu unadhulumu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haki ya Allah ni kuabudiwa peke yake pasi na kushirikishwa. Endapo mja atachukua ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyia asiyekuwa Allah, hii ni dhulma, umemdhulumu Allah tabaraka wa ta'ala. Vile vile endapo mja atafanya usawa katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala baina al-'abdi wa rabbih, baina ya mja na Mola wake, basi ajue mtu ameingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akauita ushirikina ni dhulma. Ayuha ibadallah, lazima jamii ijiweke mbali na ushirikina kutokana na ukubwa wake. Lazima watu waiogope dhambi hii. Na waweza ukajiuliza katika nafsi yako, kwa nini mja lazima haiogope hii dhambi? Ukiacha ni dhulma, lakini tujue man mata ala shirk, atakayekufa katika ushirikina, atakayekufa katika dhambi ya shirki, la yaghfiruhu Allah subhanahu wa ta'ala hatamsamehe. Endapo ataondoka katika mgongo wa ardhi hajatubia dhambi hii ya shirki, hatosamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana yatakiwa Muislamu awe na hofu juu ya kuingia katika dhambi hii ya ushirikina. Acha tu ubaya wake na ukubwa wake na hatari zake katika mgongo huu wa ardhi, lakini mwisho wa siku ni kukosa maghfira ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamei yule ambaye atamshirikisha, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini anasamee kinyume na ushirikina. Madhambi mengine inakuwa tahta mashiati Allah, na hii ndio aqida ahli sunnati wal jamaa.
inakuwa tofauti na aqida ya khawarij. Lakini ahli sunnati wal jamaa tunaitakidi kwamba endapo mtu atakufa si mshirikina, anabakia tahta mashiati Allah. Kwa watu lazima wajiweke mbali na dhambi hii, dhambi ambayo inakusababishia kukosa maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sote twajua hatari za ushirikina, lakini hatari kubwa ya dhambi hii ya ushirikina, annahu yuhbitu amala sahibi, inabatilisha matendo ya mtu. Endapo mtu afanya ibada lakini muda huo anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ajue shirki hii inabatilisha matendo yake. Tayari anaingiza uchafu katika kitu kisafi, kwa sababu ushirikina ni uchafu na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ni safi. Haiwezekani kuchanganyika baina ya shirki na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yote ambaye atakuwa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ajue anayabatilisha matendo yake. Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul Maida akimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, walaqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik, hakika tumekupa wahi wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa ila alladhina min qablik, na wale waliokuwepo kabla yako, la in ashrakta, ikiwa utashirikisha, la yahbatanna amaluk, yatabatilika matendo yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ni maasum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atuonya sisi kwa kumpa tahadhari mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la in ashrakta, ikiwa utashirikisha, la yahbatanna amaluk, yatabatilika matendo yako, wala takunanna minal khasirin, na utakuwa katika watu waliopata hasara. Fikiria umefanya ibada miaka 40, miaka 60, miaka 20, lakini unaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala khaba'an manthura, hauna chochote. Shirki ya siku moja ambayo inaenda kufuta amali zako za miaka 60, amali zako za miaka 20, umejipinda mpaka ndevu zikatoka mvi, lakini unaenda kwa Allah tabaraka wa taala hauna chochote. Hii ndiyo hatari ya ushirikina. Matendo ya mja hubatilika na utakosa msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Kwa yeyote ambaye ameteleza na akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi arejee kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu Allah ashatangaza, wa inni laghaffarun liman taba, hakika mimi ni mwenye kusamehe kwa yule ambaye atatubia. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala muda ambao unapumua. Hii ni fursa Allah tabaraka wa ta'ala amekupa. Tubia kutokana na dhambi za ushirikina ambazo ulikuwa ukizifanya sirran wa alania. Ima ulikuwa ukizifanya kwa siri, ima ulikuwa ukizifanya kwa wazi. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujaondoka katika mgongo wa ardhi. Ukifa hali ya kuwa mshirikina, tayari mlango wewe wa maghfira umefungwa kwako wewe. Ni jambo lenye kuhuzunisha. Fikiria unaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha unaambiwa hakuna chochote ulichofanya. Tumche Allah tabaraka wa ta'ala.
hakika miongoni mwa hatari za shirki, yuhramu alayhi aljanna, yoyote ambaye atafanya dhambi ya shirki ajue Allah tabaraka wa taala amemharamishia yeye kuingia katika pepo yake. Hata kama ataenda hija miaka na miaka, lakini muda wa kuwa amekufa ni mshirikina na hajatubia, hija yake haitomfaa, sala yake haitomfaa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah anamuharamishia pepo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innahu man yushriku billah, hakika yake mwenye kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemuharamishia yeye pepo. Hawezi kuiona pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu washirikina na wanafiki watakuwa katika mashimo, chini ya mashimo ya moto wa jahannam, hawataweza kuisikia harufu ya pepo kutokana na ukubwa wa dhambi ya shirki walioifanya katika mgongo wa ardhi. Tanabbah, zingatia wewe Muislamu, kama uliteleza rejea leo kwa Allah tabaraka wa taala. Ikiwa ulienda kuangalia kutazama bao, mrejee Allah tabaraka wa taala. Jua ulichofanya ni dhambi, jua ulichofanya ni shirki. Ikiwa wafanya mambo ya kichawi, rejea kwa Allah tabaraka wa taala. Allah atakusamehe kwa sababu yeye ni mwingi wa msamaha, wasamehe waja wake. Lakini pale ambapo watakuwa katika mgongo huu wa ardhi, ima baada ya kuondoka, ima baada ya roho kufika katika koo, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hakika Allah hukubali tauba ya mja ma lam yugharghir, muda wa kuwa roho haijafika katika koo. Roho itakapofika katika koo, tayari panzia la tauba bainaka wa baina Allah litakuwa limefungwa. Hakutakuwa tena na nafasi na chance ya wewe kuongea kitu kisha Allah akakusikiliza, ukamtaka Allah msamaha kisha Allah akakusamehe muda huo. Tayari panzia ishaekwa pale ambapo roho itakapofika katika koo. Na ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumche Allah tabaraka wa taala, turejee kwa Allah, tuache shirki, turejee katika tauhid, tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, tuache hii dhulma. Ikiwa wewe hutaki kudhulumiwa na mwanadamu mwenzako, vipi unamdhulumu Allah haki yake, haki kubwa ya ibada? Tunaambiwa tumchinjie Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wewe wachinjia mashaitani, wachinjia majini. Tuambiwa tumwabudie Allah, tumsujudie Allah, lakini wewe wasujudia mizimu, wasujudia vinyamkela, ukaacha kumsujudia Allah, ama ukawa wamsujudia Allah kisha waisujudia mizimu, kisha wasujudia vinyamkela, kisha wasujudia wanadamu. Huu ni ushirikina. Kisha waja msikitini na kumwambia Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huku katika mkono wako umevaa bangili waitegemea. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuona mtu amevaa bangili katika mkono wake, akamwambia inziuha, ivue. Jamaa anasema min alwahina, hii nimeivaa kutokana na maradhi niliyokuwa nayo katika mkono. Mtume sallallahu alayhi wasallam aambia ivue. Walau mutta wa hiya alayk, lau ukafa hali ya kuwa umefungamana
na hicho ulichokivaa, ma aflahta abada, hautofaulu abadan. Wangapi leo hii watoto zao wanapozaliwa wamewavisha vitu vya ajabu katika viuno vyao, katika mikono yao, katika shingo zao. Ni nani aliyokuwa akimrinda? Fi batni ummi, katika tumbo la mama yake, ni Allah tabaraka wa taala. Vipi ashindwe kumrinda akiwa katika mgongo wa ardhi? Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia huyu mtu ivue. Na wengi wapo ambao sasa hivi wanavaa mabangili haya, wengine wakiitakidi kwamba yanawaletea utajiri, na imekuja katika hadithi kwamba ni mabangili ya shaba, ni mfano yale ambayo watu leo wanayavaa, wengine wakiitakidi ni kinga. Basi wajue Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza. Watu lazima wajiepushe na kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, ili waweze kupata falah fi hadhihi alhayati ad-dunya wa fil akhirah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. i'lam rahimakumullah anna salamata al-abd, tambueni yenye waja wa Allah tabaraka wa taala, hakika salama ya mja fi hadhihi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah, salama ya mja katika maisha haya duniani na maisha ya akhirah, an yaisha hayatahu ala tauhid, aishi maisha yake katika tauhid, katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ushajua hii ni ibada, basi usimfanyie yote isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ukishajua hii ni ibada, usifanye usawa na yeyote dhidi ya Allah tabaraka wa ta'ala, ili uweze kupata salama katika maisha haya dunia na akhira. Kinyume na hivyo utakuwa katika watu waliopata hasara, tena hasara kubwa ni akhira, kwa sababu unaenda kwa Allah ukiamini una mizigo ya thawabu, lakini unaambiwa udkhulun nar, ingia katika moto, hali ya kuwa ulikuwa ukijipinda katika mgongo wa ardhi, lakini shirki ikakupelekea kuingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo salama ya mja katika maisha haya dunia na akhira, lazima aishi maisha yake katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na ushirikina. Hiyo ndio salama ya mja. Kinyume na hivyo hakuna salama. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, man kana yarju liqa'a rabbi, yeyote ambaye ataraji kukutana na Mola wake. Bila shaka mimi na wewe tunataraji kukutana na Allah tabaraka wa ta'ala, tunataraji kumuona Allah tabaraka wa ta'ala يوم القيامة. Kwa yeyote ambaye anataraji kukutana na Allah tabaraka wa ta'ala, falyamal amalan salihan. Cha kwanza kabisa afanye matendo mema, fanya ibada zako lillahi subhanahu wa ta'ala, fanya amali zilizokuwa njema, kusanya baina al-ikhlas
wa mutaba'ati rasul sallallahu alayhi wasallam. Ikhlas, fanya jambo lako kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Hiyo amal lazima ikusanye vitu viwili ili tuseme hii ni amali njema. Lazima iwe ndani yake inapatikana ikhlas, ufanye hiyo amal kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kiumbe, si kwa ajili ya watu wakuone. Fanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Vile vile wa mutaba'ati rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Ili amal iitwe ni amali njema, lazima ikusanye baina shay'ain, baina vitu viwili, al-ikhlas wa mutaba'atu rasul sallallahu alayhi wasallam. Ikhlas, kumpokesha Allah tabaraka wa taala, vile vile na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukiwa na ikhlas lakini amali unayofanya haina mutabaa wa rasul sallallahu alayhi wasallam, unakuwa bado hujafanya kitu. Hiyo amal haiwezi kuitwa ni amali njema. Hata kama watakapoifanya watakusanyika mamia ya watu, lakini muda kuwa hiyo amal ndani yake hakuna mutabaa, hiyo amal hatutosema ni amali njema, bali itakuwa ni dhalala, ni upotevu. Kwa Allah tabaraka wa taala anatangaza, man kana yarju liqa'a rabbih. Mimi na wewe tunataraji kukutana na Allah. Sikiliza maneno ya Allah kwamba Allah anatuambia, man kana yarju liqa'a rabbih, yeyote ambaye ataraji kukutana na Mola wake, falyamal amalan salihan, afanye matendo yaliyokuwa mema. Na kama tulivyosema, ili yaitwe matendo mema lazima akusanye vitu hivyo viwili. Wala yushrik biibadati rabbih ahada. Jambo la pili, na wala asimshirikishe Allah tabaraka wa taala katika ibada zake na yeyote. Jambo la kwanza, lazima ufanye amali zilizokuwa njema, swali, lakini epuka kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Na hali za washirikina ayuha ibadallah ni mbaya. Allah tabaraka wa taala kwa kumalizia akiwaelezea washirikina ni hali zenye kutisha, ni hali zenye kuogopesha. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Fatir akiwaelezea hali za washirikina, Allah tabaraka wa ta'ala anasema, walladhina kafaru, na wale ambao waliokufuru, lahum naru jahannam, wajijue wao ni moto wa jahannam, wataingia katika moto wa jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, humo hawatakufa, hawatomalizika humo wakafa katika moto wa jahannam, kwa sababu katika moto wa jahannam na janna hakuna kufa huko. Kwa hiyo waelewa wale ambao wenye kumkufuru Allah tabaraka wa taala, Allah anawaambia hivi, walladhina kafaru lahum naru jahannam, wale ambao wamemkufuru Allah hakika watapata moto wa jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, hawatomalizika humo, kwa sababu Allah kashasema, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha, kila pale ambapo ngozi zao zitaisha, ngozi zitadondoka kwa kuchomeka na moto wa jahannam, badalnahum juludan ghayraha, tutawabadilisha kwa kuwapa ngozi nyingine. Allah atawapa viwiliwili vingine, liyadhuqul adhab, ili waendelee kuonja adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo la yuqda alaihim fayamutu, hawezi kumalizika na wakafa, hawezi kufa. Wala yukhaffaf min adhabiha, na wala hawezi kufanyiwa takhfifi adhab ya jahannam. Hakuna